Siwaambii pali yako na hakuna pali anaenda. Bei aje? Uko na right. Unajua hapa mko kwa anakatalia mzee aje kwani anamtaka? Kwani hapa hamtoki na mzae? Basi na sisi hatutoki hapa. mtatoka hapa. Tutoe pesa wapi? Mtaka kunijaribu? Wanataka tutoe pesa Wapi? wapi? Kunijaribu kuna kama kutoka kwa nyumba yangu. Uje saizi ati ni pali mnakuja kunitishia. Saizi mko kwa nyumba yangu. Tutamuita Baba Fred akisikia. Unataka kama utatoka kwa hii nyumba? Baba Fred akisikia anatutoa atakuja. Wewe si ulikuwa unaenda? Si uende tu. Wewe si unyamaze. Huyu anaongeanga mingi sana huyu. Niwacheni hivyo ndio alikuwa ananishtua. Na niliambiwa na Mama Kamene hivyo ndio tabia yako. Hiyo bizi ulimpatia ikakata. Mwanamke mwingine. Mama Kamene, kuna Mama Kamene. Mimi nakwambia hawa hata sasa. Ongea ukweli. Sema ukweli. Alikuwa ameshauliza wa mama wangapi? Alikuwa ameuliza wa mama wangapi? Wakakata. Lakini anakuja kutuangalia. I was having some water. You see? Ngoja wewe. When you're fucking honey, what do? Naweza kulipia flight kuja mpaka Mombasa. Si ndio? Mimi nikiwa na need, I can come here. Si nimekuja. What is this? Surely right now. Hello guys, mazwala kama msafirisho guys kama kawaida mnajua Kenya tunafanya guys. So guys unajua nilimwambia nilikuwa nitafute yule mtu mwenye alikuwa anatishia Jennifer. Sijui anataka kumfanyia kitu mbaya toka kwa hii boma yake nini na nini, sijui ako na title ya shamba nini. So hao wakaniambia turudi nyuma kidogo, wanataka kuongea na Jennifer. Kuna wenye wameongea wanataka kupata hiyo pesa walipe ule mtu wa title deed alafu ape Jennifer shamba, si ndio? So nikasema ni sawa tu. So nyinyi kuja muongee naye kama mmepata solution venye mnaweza pata hiyo do, it's okay. Hakuna shida, si ndio? So mlikuwa mnasema aje? Sisi sasa venye daktari alienda akatuachia hiyo assignment. Tulikaa tukafikiria vile hiyo pesa itatoka. Na venye tu tuliwaambia pesa yetu hata hatukukula. Hata hakuna kitu tulikula hata moja hivi ati tuende kwa hoteli hivi tukule ama tununue chochote. Mimi yangu ilienda kwa chama ikalipa hiyo deni. Huyu na yeye school fees alikuwa na deni ya mpaka kutoka sijui mtamu gani akalipa. Tasha na yeye akaenda kufanya vitu zake pia yeye. So sasa sisi saa hizi tuliketi tukaona aje. Hatuna mahali pengine tunafikiria pesa inaweza toka. But kuna mahali pesa iko inaweza toka. Na mwenye ako na hizo pesa ni mzae. Bwana yangu. Sasa ndio unasema ni bwana yako? Bado tu sisi ni baba ya Fred. So unataka aje? So yeye ile siku tulimalizana na yeye tulikuwa na yeye kule mahali tulikuwa tunaongelelea hii maneno tena. Ile siku tulikuwa tunaongea mambo ya hii siku yani walitutuma. Tuende tukachukua hizo documents. Kutoka hiyo siku hatujaonana na yeye na hawajakuwa hata na huyu. Jennifer alimchukua akakuja na yeye huku kwa hii nyumba. Jennifer ni yako na yeye. So sasa sisi tumedecide atuambie atutolee mzee amlete. Nani watolee mzee? Huyu ndio ako na yeye kwake hapa. Mnajua yako hapa? Si tunajua. Sasa Jennifer tutakataaje kujua? Sasa vitu zingine Jennifer tutakataaje kujua? Nani aliwaambia hapa mlimuona akikuja? Si uliniambia nilipomwambia tuende na yeye. Ukasema wewe ndio uko na yeye. Wewe ukasema wewe unaenda na yeye. Si ulimuingiza kwa gari yako mkaenda? Kuingia naye ni kumaanisha kwa hapa. Na mnataka kumfanyia nini kwanza? Tunataka aende akatoe pesa ndio tulipe hiyo pesa alafu hiyo nini irudi. Ataenda na nani atoe pesa? Na sisi wawili. So mnataka kunilipa pesa za ngoja. Ngoja. Mnataka kutumia pesa za mzae mfanyie nini? Nilipia hiyo deni. So mnataka kuchukua pesa za mzae? Muende mkalipe pesa ndio nipate title deed yangu. Withdraw hiyo pesa. Alafu ndio. Kwani mzae ndo alikula pesa ama ni nyinyi? Sasa si ni yeye sasa tutatoa hiyo pesa wapi seriously? Hakuna mzae na wapea. Mnataka mchukue ndo muende mkammalize na huko mkamuue. Unakatalia na yeye kwa nini hapa? Nyinyi mnamchukua nini? Na yeye hapa aje? Si ni mzee wetu. Wewe unakana mzee kwa kuipia aje? Ni wangu. Ni baba ya Fred. Anaweza nilipia deni. Kwani hawezi nilipia deni? Wewe unamkatalia, uko na right gani ya kumkatalia hapa? Siwaambii pali yako na hakuna pali anaenda. Bei aje? Uko na right. Unajua hapa mko kwa
anakatalia mzee aje? Kwani Anakatalia anamtaka? yeye kwa Kwani nini? anamtaka? Kijana unamtaka, mzee unamtaka. Huyo unamleta. Nyinyi mtamtoa wapi? Yuko wapi? Yuko huku juu. Hebu muite. Hakuna pahali mzee anaitwa, hakuna pahali anaenda. Una expect itoke wapi? Sasa wacha niwaambie, mbona ikifika time ya pesa, wewe mama Fred, mbona ikifika time ya pesa ndio unataka mzae? Lakini Kwa sababu nani anafaa kunilipia madeni? Kwani mimi si alinizalisha? Ni nani anafaa kunilipia? Sasa hiyo huko na yeye? Siko na yeye, but alinizalisha yeye, bado anafaa kulipia hizo madeni. hizo sheria inajua ni baba mtoto. Sasa ndio mmejua kuhusu mzae. Wewe mtoe. So unataka nani mnataka? Sisi nataka kujua kitu moja. Anafanya na mzee kama mzae alikuwa katalia aje? Kwani unataka ya mambo yenye nyinyi mnataka kufanya. Mara uko na kijana. Unataka kijana si waliachana. Uko sijui aje. Sasa kusema eti yule anadili mzae. No, kwa nini basi anamkatalia kwa nini? Nyinyi mnataka kumdhulumu. Wewe na mzee mnakujania wapi? Because mimi ndo nimekuwa nikimsaidia all along. Damu ya mzee alipokuwa. Hapana, mimi ndo nimekuwa nikimsaidia. Ukimsaidia kama daughter in law. So umemweka hapa afanye nini ataishi hapa? Protect from you too. Na as long as ako under my protection, nitampata na pesa zake. Tutamchukua aende atoe pesa na tuende na yeye nyumbani. Nyumbani gani? Tunaenda na yeye nyumbani. Na hiyo nyumba by the way acha nikwambie, hiyo nyumba wanaongelelea bulldozer. Nilikwambia. Sasa unabomoa tuishi wapi na wewe? Shwari. Sasa wewe unataka nini pia? Wewe unataka kuishi wapi wewe? Hapana. Wewe uko na kwako. Hapana, hata kama niko na kwangu. Si unajua tu bado alikuwa hiyo nyumba ya wangu. Wewe unaanza kujiingiza kwa hiyo nyumba aje? Sasa tena unaanza kujiingiza ati wewe mkaishi. Ati mkaishi. Wewe venye ulisikia ati mzee ati analeta mtu, ulikuwa unafikiria ati ni wewe unakuja kuishi kwa hiyo nyumba. Kwani ilikuwa ni nani? Wewe kwanza hata usianze kwa hiyo story ya nyumba wewe. Mimi kwanza hata hizi story sitaki hata kutokea saa hii hata sikutaki kwa hizi story by the way. Mimi nataka kuongea na Jennifer tujue venye hizo mambo zitakuwa. Nishafanya biashara ikishafika hapa ndio na mambo ya nyumba. Umeshaanza kusema ati nyumba. Kama ni nyumba aje? Nusu ya nani? Hata mimi tumefanya biashara, aliniambia ninakuja biashara. Biashara imesha biashara. Msafiri unasikia vile wanarukana. Mimi nataka kuongea na Jennifer. Na wacha nikuambie Jennifer, kama huyo mzee hatoki hapa, ujue hii nyumba pia mimi naishi hapa. Unataka kuandalia hapa? Wacha unadhania ati ile yenye una familia huko. Hata ni kubwa, iko na marooms. Hapa ndio tutaishi sisi wote. Jasho yangu. Huyu mzee kama hatuendi nyumbani na yeye, naishi hapa mimi. Hapa ndio nataka. Ati pia wewe. Wewe uishi hapa aje? Wewe unaenda nyumbani wewe, wacha kuingilia kwa hizo story tena. Unaenda nyumbani wapi tena? Mimi biashara yangu haijaisha. Biashara yako ilishaisha. Ile mambo ilikuwa imepanguka. Mimi pia unaenda. Pia siwezi taka kuchukia. We. Hati nyumba gani? Kama ni nyumba yangu, hii ni jasho yangu. Msichana amejipanga. Mimi si kama nyinyi kazi ya kushinda mkitaka kuibia watu wenyewe. Hapa sitoki Jennifer. Utatoka. Na hakuna mzai hakuna pale anaenda. Mko kwangu, my rules. Basi nitaka hapa. Unakaa wapi? Mimi nakaa hapa Jennifer. Unakaa wapi? Hii nyumba mimi sitoki. Utaita daktari? Utaita daktari? Sina sasa hizi unaona vile kasi ya mki msafiri wanaamka wako kila mahali uko kwangu. Cheza na mimi saa hizi one phone call ndivyo daktari amesema. Lakini niwaambie mimi naweza toka kwa hii story. Unaona mimi mzee, si unaona hata ameniruka. Jennifer uko supposed kusaidia na mimi. Wacha usiniite na saidia na wewe nini? Mama nikwambie. Tena saidia kwa mama msafiri. Unaona ni biashara alikuwa ananipatia. Si ulikubali? Si unajua tu mtu akiwa na shida Jennifer. Wewe pia wewe ni mtu. Sio mlikuwa mnapanga kuumiza mzae? Hapana, mimi siwezi kuumiza mzee. Sema ukweli. Sema ukweli. Sasa mimi nilikuwa nataka hivi Jennifer. Tuongee tu na wewe. Mumfanye nini? Mambo kuhusu nini? Wachana na huyu. Huyu ni spoiler. Sasa nitufanye hivi. Juu ishaumana. Unaona mzee akikuja? Atoe tu hiyo. Juu kweli Jennifer, mimi sina kitu. Ndio kwa maana nilikubali hii job. Juu mimi sina kitu. Sio yote ilikuwa kazi kwako. Mimi sikudanganya. So unataka aje? Sasa mimi nilikuwa nataka Jennifer ukubali tu mzae waende ajaze. Aweke tu signature. Nani aweke? Si mzae. Alafu ndo lini fanyike? Ndio aka kadogo Mimi atajodi ndio. Mwende kupeana ndio mpewe atajodi. Sasa tutatoa wapi? Sasa mzae. Wakati mlipewe pesa ya atajodi. Wakati mlipewe pesa mlifikiria. Hiyo inafaa kuwa shida yenu si yangu. Sasa mimi hata ndio alikuwa ananitaka kuongelelea. Acha nikuulize swali. Mimi saa hizi ukiendelea kunipresha hivyo nijue utatoa hiyo pesa wapi? Tutakuzika. Tutakuzika tu. Hakuna kitu kubwa utafanya. Kukufa.
tutakuzika. Kama unakufa mimi sikufi. Heri nikae nikijua pesa zangu zimepotea lakini uko 6 Sasa hii feet pressure under. mimi nitatoa wapi? Hiyo ni shauri Una yako. expect nitoe Mkienjoy hiyo pesa zangu mkijipigisha masimu Nitanua huko. hiyo pesa mlikuwa wapi, mnataka Jennifer? kuchukua. Mimi Sasa sitaki kwa Nimeshakwambia pole. mali nilipeleka pole pesa pole yangu. inarudisha title deed yangu. Na nikawacha Pole hiyo inakuja maneno. kwanza Seriously, wewe pia wewe unafaa kukuwa na utu pia wewe saa zingine. bila utu msafiri. Sasa hizi Mimi sasa sitaki nitatoa kusikia. pesa wapi? Seriously mimi niko desperate. Zaya hakuna Mimi pahali Zaya anaenda. ndio atatoa hiyo pesa. Na wewe basi Mimi tumefanya nimekuambia. mkutano tukafikiria hakuna mali pengine tunaweza Hata toa wacha pesa. nikwambie Huyo tu ndiye anafaa tunanigeuka. kuleta. Unaona mzee akikuja hapa haezi kataa. Haizi kataa, Hawezi imagine tukataa. pia yeye Uko anajua. Haezi tukataa. Basi wadi ya mzae ndo yangu. Hakuna pahali mzae anaenda kwa na nini hakuna wewe pesa anatoa. Hatatoa. Because mimi ndo nimekuwa Atatoa, nikimsaidia. Jennifer Mlimwachia teseki kwa dunia mkamuibia Yuko pesa. wapi? Mkamtoa kwake. Hiyo si Baba shida yako. Fred, Wacha yuko wapi? Unapiga watu kelele. Wacha kushinda mkipigia Wafredi watu kuja. kelele. Yuko hapa ndani. Yuko hapa ndani Jennifer. Si nimemsikia kikohoa. Jennifer yuko hapa. Umemsikia? Nimemsikia kikohoa. Yuko. Jennifer, Najua wacha nikwambie, anatupenda. huyo mzee anapenda nini? Haezi taka tuende tu. Ulisikia last time Ako na alisemaje roho safi. hataki kuhusiana na nyinyi. Hapana. So kitu nimewaambia Mambo kama hii haiwezi kataa kusikiza. pesa za mzae hamshiki. Kwenda na mzae hatoki kwa hii Nini nyumba. yako itatoka aje? Hatufanyi kitu Unasema hivi kingine. itatoka Nataka tuende sasa. Itatoka You aje? must learn your lesson. Next time hamtaenda kuchezea mtu mwingine. Unajua Nitawateach tutafanya lesson to the Baba last Fred. point. Sisi hatutoki hapa. Bila Baba mzee. Fred akuje. Bila mzee. Hatutoki hapa bila mzee. Wacha yeye atukane. Tufanye hivi. Nyinyi mnasema mnataka baba Fred. Wacha atukane. Wewe ndio unamtaka mwe na yeye akupee pesa. Hiyo time mlipa hiyo pesa todi mlimkula na yeye ama mlikula peke yenu? Sikukula hiyo pesa, mimi nilipa deni. Si nimeshawaambia. Ulimwambia. Sikumwambia. Sasa mimi nilikuwa desperate na nilikuwa najua tu sasa kulingana na zile mambo zimetendeka. Kuna vile hata nisikia. So mimi nikakuwa desperate nikasema wacha niende. Nilipa shule. Hata mimi nilipa shule. Si alikuwa anajua mtoto wangu hayuko shule. Hizo ni pesa za mzae za retirement na ziko locked. Hizo pesa haziwezi toka na hazitatoka tijua sababu Shauri yenu. yako basi wewe na shamba yako. Hata hiyo pesa, hata sidhani kama kuna pesa yenye wanasema. Hata ndo nashangaa. Hata pesa yote wamemaliza Mnajoje kama kuna pesa? Si mimi ndio utoa na Ako na yeye. pesa. Kuna Ako tu na pesa pesa. Sasa tumebaki. Ako na unajua pesa. mnadhani ni jokes eti mzaa mwezi ana na yeye mahali. Hapa Unaelewa? mwezi, hapa hamtoki na mzae. Kina sisi. Basi na sisi hatutoki hapa. Mtatoka Na hapa. tutoe pesa wapi? Mwataka kunijaribu? Wanataka tutoe pesa Wewe wapi? kunijaribu kuna kama kutoka kwa nyumba yangu. Uje saizi ati ni pale mnakuja kunitishia, saizi mko kwa nyumba yangu. Tutamuita Baba Fred akisikia. Unaona kama utatoka kwa hii nyumba? Baba Fred akisikia anatutoa atakuja. So wacha nikuambie. So unataka kuona baba Fred? Alafu Muone na yeye. Mgonjwa atakubali. Ongea na yeye sasa. Atakubali. Atakubali. Tutamuelezea. Na asipokubali Kwa roho ndogo Haizi atakubali. kataa. vile mmemfinya akakuwa roho ndogo ndivyo Maliza mnafikiria. maneno ya kufinyana Jennifer. Haizi kataa. Wewe ni mtu. Kuwa na roho ya imani kama Baba Fred. Sitaki. Kuwa na roho Sasa unasema hutaki. Wacha nikuulize Jennifer. Si unataka Juu unasema hautaki. Hautaki hiyo nini yako? Hiyo nataka Document msafe. utoe wapi? You're going to suffer. Ukisuffer itakusaidia na You nini must kama be hatuna disciplined. document? Lazima ndio msirudi kuchezea watu wengine hivyo. Alafu tutatoa wapi document? Ndio mtataka kujua. Tuwezi ipata Hiyo title deed. Hiyo title deed. Hiyo pesa venye mulitafuta. Mulipewa Mulikula mkakula. na nani? Mulikula na nani? Nililipa shule. Uliambia mzae? Mzee alikuwa anajua niko na mtoi na Ulimwambia nipatia. title deed ya Jennifer imetoa pesa fulani. Nianza kumwambia na Thank wewe. you. Wewe nawe ulimwambia? Wewe ulimwambia? Nilikwambia hizo mambo Na si ulisema unataka kukaa na yeye? Mbona sasa unamtaka? Lazima mimi sitaki kukaa na Pesa yeye. gani kwa account ya mzae? Mzae alisema hakuna pesa kwa account. Nyinyi mnajuaje kuna pesa? Ako na Si pesa. ako na pesa. Sisi ndio tunajua nyinyi mnajuaje. Sasa wewe si ni beshte ya huyo. Si ndio? Si anaanza kuniruka. Si mtakaa hivyo. Sasa unajua hizo vitu hakuna mtatarudia mzae hapa. Hakuna mtatarudia mzae hapa. Juu hizo tabia zenu si Na nzuri. hakuna mtu anawata. Unasikia vile wanaruka. Mimi hata nashangaa. Yaani hii ni urafiki aina gani? Mlikuja hapa kurudisha document. Mmerudisha nini hapa? Na kuna mtu mwingine mlipata zodi na anatisha Jennifer, huyo mtu mtamtafuta. Lakini unaona huyu mtu Nisikie. nilikwambia mama nani? Fred, huyu mtu ni mwerevu. Unaona atulimpatia pesa ndogo. Alitupatia pesa Tukampea ndogo. title deed. Mtu wako angekaa nyumbani hiyo mwezi tena. Vile hawa wanasema ni mkweli. Haki Walimpatia wewe. kabisa.
Wewe mstafiri sikia mtu anapeana title deed na pesa kidogo. Kubali hatuna kama somo kidogo. Hamuna masomo yoyote. Akadogo. Kuna yote mko nayo. Wewe na akili zako mzuri utapeana title deed na pesa kidogo. Acha kujipendekeza hapa kwa Jennifer wewe. Kwanza nimeshakwambia. Nimeshakwambia. Sasa ni anaanza kukubali. Wewe kama huna masomo mimi shauri yako. Mimi unafaa kuwa umeenda saa hii. Mimi nibaki ni familia yangu mimi nafaa kuanza kuongea hapa saa hii. Haya. Mimi nikiketi hapa niongee na Jennifer peke yangu pole pole. Niambia nini? Nyamaze wewe. Bwana Jennifer hakuna pale nimeongea na nini? Jennifer tutasikizana na mzee akuje tuongee kama familia wewe. Mimi hapa nasikiza. Sababu mnarukana. Hakuna I'm not talking to anybody. Either of you. Na hakuna pale mzee anaenda. Hatoki kwa hii nyumba. Anasema mimi niende watadeal. Si wache tu mimi niende. Hakuna pale mnaenda mnabaki hapa. Wacha tu mimi niende atabakia. Kuna pesa kwa account? Mnajua account ya mzae? Wewe unajua kuna pesa kwa account? Na wewe unajua kuna pesa kwa account? Au kama mnajua nyinyi wote wawili? Sasa tutakataje kujua na kuna yeye. Umesema huyu si mzee wake. Yaani huyu si bibi yake. Wanakuanga na yeye. Ananiruka. Hawa mko na something nyinyi ni wakora in short. Wacha nikwambie. Ananiruka saa hii na unaona hata vile tulikuwa tunafanya hii maneno. Wacha niwaambie ukweli. Wacha ongea. Sema ukweli. Si mimi biashara ninamaliza. Mimi nilikuwa haya so wewe haya. Sasa nataka useme ukweli hapa. Huyu alikutafuta akakwambia ufanye nini? Nataka ukue tu open useme. Sasa hizo kuanga tu na shida. Wacha niwaambie. Wacha tuongelele mambo ya shamba hapa. Si mambo Wacha ongee. Kuongea stories zingine za Wacha niruka, wacha niongee ukweli. Hii story inaenda wapi? Wacha niongee ukweli. Wewe ongea ukweli. Inaenda wapi? Wewe si ulikuwa unaenda? Si uende tu. Wewe si unyamaze. Huyu anaongeanga mingi sana huyu. Niwacheni hivyo ndio alikuwa ananishtua. Na niliambiwa na mama Kamene hivyo ndio tabia yako. Hiyo bizi ulimpatia ikakata. Mwanamke mwingine. Mama Kamene, kuna mama Kamene. Mimi nakwambia hawa hata sasa. Ongea ukweli. Sema ukweli. Alikuwa ameshauliza wa mama wangapi? Alikuwa ameuliza wa mama wangapi? Wakakata. Lakini anakuja kutuangalia. Wale hawana anatuleteaga chakula huko home. Tuunga na tunajua kuna mzee ako na do. Sasa tumekuwa tukimuona mtoto msichana kijana wake ndio huyu akakuja katuambia kijana wake ako na mama ako na pesa. Huyu ndiye aliwaambia kijana wake ako na mama mwenye ako na pesa. Wacha kuniangalia hivyo. Mimi hata kama utakuja kuniharibu kusikia tu mauongo zako. Mimi naongea ukweli. Si game isharibika. Mimi hata ukikuja ushago usinipatie biashara tena. Akaniambia kama utaweza kucheza juu mama Kamene amekataa. Nitakupatia nini? Tutakuwa tukikula na wewe. Na ukweli nikakula. Unaweza kataa kijana yangu. Kama pesa iko. Na hii shida iko Kenya. Huyu ni bwana wako unapigia deal hivyo. Imagine. Sasa mimi hata nimestuka hapa Nairobi kunafanyangwa hizi vitu. Na si ulikubali? Si ndio nasema sikujua na nimekaa vizuri ukweli. Si hata nimeona sasa sikujua itaharibika. Ukibia mzae. Sikujua itaharibika. Ukienda kumpeleka kwa kumpeleka kwa watu. Hiyo ni vizuri kweli. Mnaenda mambo ya uganga huko. Kwa nini mnaamini hizi story anawaambia? Kweli. Wewe hata kuna kitu unaweza ongea mtu mnamwamini kabisa. Mnamwamini tu. Tulienda Kangundo. Kwa huyo alikuwa anaitwa huyo ulizana hivi. Alituambia mambo tu itakuwa poa. Na yenyewe nikaona imekuwa poa msichana wangu. Si nikaenda nikaongea na mzee. Haki hata hakuongea mara mbili. So mlimuendea mahali? Tulienda mahali kwa kanyumba kingine hapo. Wacha niangalia hivyo. Sasa si unasikia venye unakuanga? Mimi naongea ukweli. Hakuna kitu anaongea. Sasa kwa nini mnamwamini amwezi niamini? Because ameamua kusema ukweli. Mimi siwezi sema ukweli. Wewe utasema ukweli yako kwanza tusikizie hii. Mimi ninajua hata mama Kamene sasa hii akikuja si umempeleka huko yeye akakataa. Mimi juu ya shida, mimi niko na mtoto na niko na shida. Wewe una bwana? Mimi sina bwana. So sasa huyu mtoto wangu mtu yana ako shule. Niko na mashida mingi. Mimi ndio naangali wangu wa nyumbani. Sasa saa zile niliona hii ni deal. Akaniambia wa mama wengi ufanya hii. Si una hii mtoto wangu understand. Sasa tumeona siri imefichuka. Lakini usizuri tushatu ukweli. Kenya mnafanya nyinyi enda jipendekeze kabisa. Uongee uongo yako yote unakuwa. Acha nimeokoka sitaki hii maneno yako tena. Hivyo. Nimeokoka tena. Enda sasa mkae chini muongee mrudisha pesa. Mambo ya mzae kuruka mzae. Sasa
mzae hawezi kubali hizo vitu mnasema. Na niko sure mzae ana do kwa account. Msha freeze yote. Anawacha niwaambie ako na tu pesa. Hakuna pesa iko. Ni nani alitoa? Kwa nini basi usimtoe yeye mwenyewe tuende pia wewe ukiwa uone? Usione timu mzae amekatalia hapa. Tunaweza leta mzae hapa na akataa aendi. Utafanya nini? Hapana, mimi nataka aje. Jennifer anasema hana mzae akuje tutokanishe tukiwa sisi wote. Hata wewe Msafiri ukitaka. Tuende kwa account uone pesa. Anaenda juu hakuna pesa ziko kwa account. I am telling you. Huyu anajua mpaka kwani wewe unajua account. Jennifer ni nini? Kwani ni nini? Unaweza kuwa ni wewe umechukua hizo pesa wewe. Ile maisha mzae anakaa ana pesa kabisa. Muache uongo mko nayo. Mimi ndio nilikuwa na mzee mara ya mwisho ninajua ako na pesa, kuna pesa ako nayo. Sasa mimi ndo namjua, mimi ndo nimekuwa nikimsaidia. Na mzae hana pesa. Nimtafute ndio nilete huyo mtu mwingine mwenye wewe ndio na akisema atoki hapa muende. Watoke kwa nyumba yangu Msafiri. Mtoke hapa. Mzee aletwa akikubali sawa. Asipokubali mtoke kwa nyumba yangu. Sitoki hapa. Nimleta katae ndio utoke. Mimi nilete kwa nyumba yangu. Si ndio? Sawa. Si wewe ndo muite. Mlete.